Kwenye eneo lingine, ndoto za hatari. Unalala katika kitanda chako kitanda chako cha 6x6, pengine 4x6, wengine wanalalia vitanda vya wanafunzi vya 3x6, na wengine wanalala hapo chini wanalala hapo chini kama gereza. Ni shida ya mgongo na nini, Mungu awape neema. Kimsingi, unapolala na ukaota ndoto kwamba umekumbana na nyoka ambaye ni mkubwa, wala ambao tunasema cobra au nyoka yoyote ambaye ni mkubwa, ambao ni wakutisha, maana yake ni nini? Kitabu cha Ufunuo 12 na mstari wa 9 anaelezea. Ufunuo wa Yohana 12 mstari wa 9. Yule joka akatupwa, yule mkubwa, nyoka wa zamani, aitwaye Ibilisi na Shetani. Sasa naomba uishie hapo hapo. Yule joka mkubwa, Biblia inasema joka wa zamani mkubwa. Sasa unapoona joka mkubwa, maana yake unaona Shetani mwenyewe. Kuna kipindi ambacho hawa nyoka wanatofautiana kutokana na ukubwa, lakini pia kutokana na rangi ya nyoka, ukubwa wa nyoka. Nyoka wale wadogo wana tafsiri yao, lakini nyoka mkubwa ambaye tunamsoma katika kitabu cha Ufunuo Yohana 12 mstari wa 9, ambayo inazungumza, anasema joka mkubwa akatupwa, yule wa zamani aitwaye Ibilisi na Shetani. Maana yake unapoona joka mkubwa, maana yake vita ambayo unakabiliana nayo katika hizo nyakati si ya mawakala wadogo. Kuzimu huwa inakaa na kupanga mipango. Kuzimu yenyewe huwa inakaa na kupanga mipango. Baada ya kukaa na kupanga mipango, kuzimu una mawakala ambao wanaweza akatumwa. Wakala wanaweza akatumwa. Lakini unapoona joka mkubwa, maana yake ni Shetani mwenyewe anatoka kwenye kiti chake na kuleta mashambulizi kwako. Haya sio maombi ya kufunga masaa 12. Unapomuona joka mkubwa, haya si utakiwa kufanya maombi ya masaa 12. Unatakiwa ufanye maombi ya muda mrefu ya kudhabiria, kupambana na mwovu adui Shetani, ambaye tayari ataleta madhara makubwa. Madhara ambayo anaweza kuyaleta, anaweza kuachilia magonjwa yasiyotibika ndani ya mwili, anaweza akatengeneza mpango wa mauti ya ghafla, hasa kutumia vyombo vya usafiri, au akatengeneza mpango mwingine, shambulizi ambalo linaweza likaharibu maisha yako. Hivyo ni vema ujue kwamba kikao, baada ya kuona nyoka yote ambayo unamuona, ni aina fulani ya vikao vilivyokaa, lakini level zake zinatofautiana kutokana na ukubwa wa nyoka pamoja na rangi ya nyoka. Nazungumza na wewe ambaye umeota juu ya nyoka mkubwa. Basi unapoamka, jambo la kwanza ni kumlilia Mungu kwa rehema na neema. Pengine kuna jambo ambalo ulilifanya likafanya ufalme wa nyoka kuvutiwa na wewe, na sasa hivi wamekuja moja kwa moja. Ni vyema ukaingia kwenye maombi ya kudhamiria, ya kufunga na kuomba, na hata kushare na watu wengine wale ambao ni kama mko marafiki, mnaomba mkapambana na hiyo roho. Asante sana.